Ugeni wa kiungu unafungua potential ambazo Mungu aliweka ndani ya mtu. Iko hivi, Mungu alipomuumba mtu, kuna vitu alivyoweka ndani ya mtu. Kama vile ambavyo alivyoumba mbingu na nchi, kuna vitu alivyoweka kwenye ardhi. Huku chini kuna almasi, huku chini kuna dhahabu, huku chini kuna Tanzanite. Akatupa na upendeleo Tanzania peke yake, tukaona Tanzanite. Huku chini kuna mafuta, chini ya ardhi kuna gesi. Hizo ni mali ambazo Mungu aliziweka chini ya ardhi kwa ajili ya wanadamu. Kona Mungu vile vile aliweka vitu vya thamani sana ndani ya mtu, vya thamani sana. Ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Mithali anasema vinapita marijani. Marijani ni vitu vya thamani, maana haufananishi vivyo ndani ya mtu. Hauwezi kufananisha na Tanzanite, hauwezi kufananisha na almasi, haifananishwi na dhahabu, haifananishwi na mafuta wala na gesi. Vina thamani kuliko kitu kingine chochote kile ambacho kimewekwa mahali popote pale duniani. Kwamba Mungu alivyo deposit ndani ya mtu, vinapita thamani ya kila kitu kichoko duniani mahali popote pale, iwe ni chini ya bahari, iwe ni juu ya ardhi, iwe ni popote pale chini ya ardhi, popote pale, iwe ni polini, mistuni, vinapita thamani. Sasa utembeleo wa kiungu, unapotembelewa na uwepo wa Mungu, unafungua hizo mali ambazo Mungu aliweka ndani yako. Ina unlock potentials zote ambazo Mungu alizideposit alipokuumba. Inafungua. Ndio maana alipoumba kila kitu duniani, alikiweka ili kitutumikie, sio sisi tukitumikie. Shida ni kwamba kuna mahali kura kona kwa tunatumikishwa na vile baadaye venyewe kututumikia. Gideon ya kujua kwamba ana ushujaa ndani yake, hakutambua ni mpaka alipopata ugeni wa kiungu umeposhuka kwake, then unafungulia kitu ambacho alikuwa hajui tangu kuzaliwa kwake. Hajui kwamba ndani yake kuna ukuu, hajui kwamba ndani yake kuna nguvu, hajui kama ndani yake kuna ushujaa. Biblia inasema utawapiga wa Midiani kama mtu mmoja. Maana ndani ya Gideon alikuwa na uwezo wa kuwasambaratisha taifa zima la Midiani akiwa kama mtu mmoja, na hakujua kwamba ushujaa ambao Mungu ameweka ndani yake ndio utakaomfungulia milango ya kimaisha. Angalia, baada pale waliamua kumpa nafasi nyingine, wakamwambia wewe ndio tuongoze, wewe ndio uwe mbele yetu, wewe ndio uwe mwamuzi wetu. Baada ya kuwapiga wa Midiani, hakujua kwamba kila kitu kilichopo duniani kimewekwa chini ya kile kitu ambacho kiliwekwa ndani yake. Utembeleo wa kiungu, ugeni wa kiungu ulifungua uwezo wa Gideon uliokuwa ndani yake. Mtu yoyote ambaye atakutana na Mungu, kitu ambacho Mungu anakifanya cha kwanza, huwa anamfungulia ule uwezo ambao uliweka ndani yake. Mtu akitembelewa na Mungu huwa habaki hivyo hivyo. Kuna kitu kinafunguliwa ndani yake ambacho kina uwezo kuliko kitu kingine chochote kile duniani, na hicho kitu kikifunguliwa ndicho kinachompaga mtu kila kitu anachokitaji kwenye maisha yake. Kila mtu, kila wakati Mungu anapokutana na mtu, huwa kuna kitu kinatoka ndani ya yule mtu na kinaanza kuonekana. Kwa sababu uwepo wa kimungu au utembeleo wa kimungu ndio unaozaa ile mali ya thamani ambayo Mungu aliweka ndani yako. Kwa hapo ulipo, usije ukajidharau, usije ukajikatia tamaa. Wewe ni zaidi ya mgodi, wewe ni zaidi ya mahali penye unapozalisha gesi. Unatakiwa kuwa na kitu kimoja, hakikisha unapambana ukutane na utembeo wa kiungu. Mungu akikutembelea, ile mali ile kwa ndani yako itafunguliwa na kudhihirika kwako. Na ikifunguliwa, kila kitu kwenye maisha yako kinaitikia kwako. Iwe ni ardhi, iwe ni wanyama, iwe ni pesa, iwe ni mali, iwe ni wanadamu, iwe ni mbingu, iwe ni ardhi, iwe kila kitu kinaitikia upande wako. Hakuna mtu ambaye yuko mtupu duniani, hayupo.